katika jina la Yesu. Asubuhi leo Mfalme, ninakuinua katika enzi yako, ninakuabudu kimbilio, ninakutangaza katika jina la Yesu Kristo. Ni nani aliye kama wewe, wa kulinganishwa na wewe? Ni nani? Ni nani Mfalme kama wewe? Asubuhi leo katika jina la Yesu, pokea sifa wewe ambao ni mwema katika jina la Yesu. Asante Mfalme wa ajabu kwa ajili ya siku nyingine ambayo umeifanya kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba ni siku ambayo Bwana umeifanya tupate kuweza kuifurahia na kuishangilia. Natangaza hii ndiyo siku, and this is the day that the Lord has made, and that we need to rejoice and be glad in it katika jina la Yesu. Na ninatangaza Bwana, naipokea kwa shukurani katika jina la Yesu. Naipokea kwa shukurani. Ninatangaza katika jina la Yesu, tunaipokea siku ya leo kwa shukurani katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendo wako. Wewe ambao Mfalme umetulinda mwezi wa kwanza na wa pili, na umetufikisha mwezi huu wa tatu, ninakupa sifa katika jina la Yesu. Ninakutangaza Bwana Yesu, ninakutangaza mfariji wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, asante Bwana Yesu, utukuzwe Mfalme wa amani. Asante kwa maana jinsi nilivyo Bwana, jinsi tulivyo umetupendelea. Umetupendelea Baba wa mbinguni, umetupendelea Mfalme wa ajabu, umetupendelea katika jina la Yesu. Si kwa nguvu wala uwezo, Mfalme wa amani, si kwa jinsi tunajua, si kwa fikra tulio nayo, ila wewe umetupendelea Baba. Natangaza umetupendelea, natangaza umetupendelea wewe, natangaza umetupendelea Mfalme. Ni nani kama wewe? Pokea sifa kwa matendo yako. Imeandikwa ya kwamba fadhili zako Baba wa mbinguni ni za milele, fadhili zako ni za milele, upendo wako Bwana ni wa milele. Mfalme wa ajabu, you are loving us with an unconditional love. Your love is unconditional, Jehovah. Thank you because you are an amazing God, always coming through for us katika jina la Yesu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuheshimiwa. Ninakuadhimisha Baba wa mbinguni, ninakuadhimisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Natangaza wema wako, ninatangaza fadhili zako. Shalaba ribruzuri ya barandia kipala sikatala baguzaria. Wastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Mfalme. Pokea sifa Mungu mwenye uwezo, pokea sifa Mfalme wa ajabu katika jina la Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, sema amina. Nataka ukaweze pokea kiketi kwa dakika moja, tukaweze kufanya study hapo kidogo, alafu tutaamka kuomba katika jina la Yesu. Tulijifunza katika Luka 17:11, tuweze soma pale, alafu tuendelee. Luke chapter 11, Luke chapter 17 verse 11. Luke 17:11, Bible inasema, tunaanzia Luke chapter 17 Luke chapter 17 verse 11. Bible inasema, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Verse 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. 14. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves
unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, he turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face and his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, except this stranger. Verse 19. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith has made thee whole. Tulijifunza siku ya Ijumaa katika breathing ya kwamba Yesu aliwaponya waliokuwa na ukoma 10, lakini mmoja wao alirejea kutoa shukrani. Na japokuwa walimlilia Yesu wakamwambia ya kwamba have mercy upon us, maandiko sema Yesu hakuwaambia mmeponywa, aliwaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na maandiko sema walipokuwa wakienda walimtii Yesu, walipokuwa wakienda wakatakasika. Ombi ambalo nataka ukaweze jiombea, kile ambacho nimegundua kinifanya watakasike, walimtii Yesu na wakaenda. Na tulijiuliza swali siku ya Ijumaa ya kwamba unaweza jipatia asilimia ngapi tukiangalia Januari tukajiuliza ya kwamba unaweza jipatia asilimia ngapi kwa utiifu. January na February combined, unaweza jipatia asilimia ngapi? Ulimtii Mungu kiasi gani katika jina la Yesu? Mungu ametuwezesha, tumeingia katika mwezi mwingine, mwezi wa 3. Leo ni tarehe 1. Nataka tu ukaweze kununulia Bwana sauti yako, mwambie Bwana, ninaomba roho ya utiifu mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu. Sauli akaambiwa, enda uangamize, go and totally and destroy the Amalekites. Lakini yeye hakutii vile alivyoambiwa, yeye alienda akafanya yake. Na maandiko asema the prophet was sent unto Saul, na amwambie ya kwamba Bwana anahitaji utiifu, maana kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. In 1 minute I want you to lift up your voice, umwambie Bwana, mwezi huu wa 3 ninaomba roho ya utiifu katika jina la Yesu Kristo. Open up your mouth and lift up prayer before the Lord. Mwambie, ninaomba roho ya utiifu, ninaomba kutii katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kutotii, nakataa roho mgumu, roho wa kijiwe, roho ambao si wa utiifu, bali ninaomba roho wa kutii katika jina la Yesu. Samueli akamwambia Sauli ya kwamba kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Natangaza mwezi huu wa 3 tunaomba roho wa utiifu, tunaomba roho wa utiifu katika jina la Yesu. We declare and decree a heart of obedience, a heart of obedience. Tunakataa moyo wa kijiwe. 11:19 Ezekiel, maandiko yasema, and behold I remove from you a stony heart. Itaondoa moyo wa kijiwe toka ndani mwao, itaondoa moyo mgumu, moyo usio sadiki, moyo wa majikambo, moyo wa majivuno, nami nitaleta ndani mwao moyo wa nyama, moyo wa kupondeka, moyo wa kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Unatangaza moyo wa utiifu mwezi wa 3 katika jina la Yesu. Siku hizi 31 ambazo Bwana umezifanya kwa ajili yetu, unatangaza moyo wa utiifu katika jina la Yesu. Tunaomba kuwa watiifu kwa neno lako, kuwa watiifu kwa sauti yako, kuwa watiifu katika jina la Yesu. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Bible inasema as they were going they were made whole. Walipokuwa wakienda wakatakasika, mmoja wao akarejea akamwambia Bwana asante, akamwambia Bwana asante. Maandiko yasema ya kwamba 17:15 Luka
na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Nataka nitakapokuwa nikiimba wimbo huu, nawe ufungue kinywa chako umwambie Bwana asante, maana siwezi sahau yale yote umenitendea mwezi wa kwanza na mwezi wa pili, katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako nikuongoze kwa dakika moja, alafu nitakapokuwa nikiimba wimbo huu, nawe ufungue kinywa chako unapomtukuza Bwana katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako wa kuume juu, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako. Imeandikwa ya kwamba Bwana umeifanya neno lako kinywani mwangu kuwa kama moto, na ninatangaza asubuhi ya leo, ninainuka na kukushukuru katika jina la Yesu, na kushukuru kwa siku 31 za Januari. Tazama Bwana, uliniongoza na ukawa pamoja nami. Asante kwa siku 28 za Februari. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako Bwana. Ninakutukuza Baba wa mbinguni. Asante pia kwa siku 31 ambazo Bwana zipo katika mwezi wa tatu. Nakushukuru kwa tarehe ya leo, mosi mwezi wa tatu. Ninasema ni asante kwa siku ambazo umenipa. Asante kwa kuniamsha kila uchao katika jina la Yesu. Ninajua kuna wengi Baba tulianza nao mwaka, hawapo tena, wameondoka, wametokomea mbali, lakini tazama mimi nipo hai mpaka sasa. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa kuhifadhi afya yangu. Asante kwa kunihifadhi Bwana, haujanitoa kwa mawindo, kwa meno ya maadui zangu. Ninakupa sifa kila moja. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, endelea kumtukuza Bwana, endelea kumtukuza Bwana. Nitakapokuwa nikiimba wimbo huu, endelea kumtukuza Bwana. Shatala baburia shela baria masanda katala baria zeli kata mazaria shetele bara maganda ribruzuria katalaba sheteli masanda rabarazi katalia rabaguria. Kwa dakika moja kila moja endelea kumtukuza Bwana. Mwambie siwezi sahau wema wako, sitasahau ufalme wa amani. Likatabazaya, wewe ambao umenifusha mito, umenifusha jangwa, umenifusha milima, umenifusha mabonde, umenifusha kwenye moto, umenifusha Baba wa mbinguni, mito ya kilio, mito ya machozi. Maandiko yasema katika Isaia 43:1, liparazikatalababuria libarazanda babozaya katalabaria. Nikasema lakini sasa Bwana aliyekuruku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Baba, tulipopita kwenye maji mengi, umekuwa pamoja nasi. Tulipopita kwenye maji mengi, maji katika kazi, kwenye ndoa, kwenye familia, katika jina la Yesu umekuwa pamoja nasi. Maandiko yasema na katika mito hayatakugharikisha. Ulipopita kwenye mito hayakutugharikisha Baba, ulikuwa pamoja nasi. Utukuzwe wewe katika jina la Yesu, unayeandamana pamoja nasi Baba. Shadabalazaya, kila mmoja sinyamaze, endelea kumtukuza Bwana, endelea kumpamba na kumpa Bwana sifa katika jina la Yesu. Rakatabazaya, nitakapokuwa nikiimba wimbo huu, fungua tu kinywa chako, endelea kumtukuza Bwana katika jina la Yesu. Mimi siwezi sahau
mema umenitendea, sitasahau. Mimi siwezi sahau mema umenitendea, sitasahau. Siwezi sahau mema umenitendea, sitasahau. Mimi siwezi sahau mema umenitendea, sitasahau, sitasahau. Mimi siwezi sahau mema umenitendea, mito umenivusha, moto umenivusha, sitasahau mema umenitendea, jangwa umenivusha, vita umenivusha, sitasahau mema umenitendea, sitasahau, sitasahau. Mimi siwezi sahau mema umenitendea. Asante Bwana Yesu, tukuze Mfalme. Hatuwezi sahau wema wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nataka bado tukaweze endelea Zaburi 124 katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako Mfalme, asante kwa ukuu wako Mfalme. Samuel 24 verse 1 Bible inasema, if it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say so. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo mto ungalipita juu ya nafsi, mto ungalipita juu ya roho zetu, maji yafurikayo. Simama kwa miguu yako tukaweze kukiri Zaburi 124, alafu tutaomba nayo katika jina la Yesu. Be on your feet, let us declare this katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako wa kuume, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa neno lako. Katika Zaburi 124 imeandikwa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, wanadamu waliponishambulia, papo hapo walinimeza hai. Hasira zao zilipowaka juu yangu, papo hapo yangalinigarikisha. Mto ungalipita juu ya roho yangu,
yanalipita juu ya nafsi yangu, maji yafurikayo. Na ahimidiwe Bwana Mungu asiyenitoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yangu imeokoka kama ndege katika mtego wao wawindaji. Mtego umevunjika nami nimeokoka. Natangaza msaada wangu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nasimama asubuhi ya leo na kukutukuza Bwana Yesu. Nasimama na kukutangaza. Nasimama na kukupa sifa katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa pamoja nami. Kwa dakika moja fungua kinywa chako na kumwambia Bwana asante kwa kuwa pamoja nami. Isingalikuwa ni wewe Bwana ambao umekuwa pamoja nami, isingalikuwa ni wewe Bwana ambao umeandamana pamoja nami, katika jina la Yesu Kristo. Na niweze kusema sasa, na niweze kusema sasa, na niweze kusema sasa, na niweze kusema sasa, isingalikuwa ni wewe Baba. Rapa la Zaria imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8 ya kwamba and the Lord he is he that goeth before you, and yeye Bwana na Bwana yeye ndiye anayetangulia mbele yako, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Usiogope wala usifadhaike, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako na Bwana asante kwa kuandamana pamoja nami. Asante kwa kuwa pamoja nami Baba. Asante Mfalme wa ajabu. Asante kwa kuwa pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe umeandamana pamoja nami. Ni wewe umeandamana pamoja nami Baba. Ni wewe umekuwa pamoja nami. And the Lord he is he that goeth before thee. He will be with thee. He will not fail thee, and neither forsake thee. And fear not, and neither be dismayed. Na kutukuza Bwana Yesu, kwa maana ni wewe umekuwa pamoja nasi. Umeandamana pamoja nasi Januari, umekuwa pamoja nasi mwezi wa pili, mpaka sasa wewe umekuwa pamoja nasi. Inatangaza wewe ni mwema, inatangaza wewe ni mwema, inatangaza wewe ni mwema. Pokea sifa katika jina la Yesu. Pokea sifa Mungu ishie milele, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Ombi lingine ambalo nataka ukaweze mshukuru Mungu, nataka kumwambia Bwana asante kwa kunishindania vita vyote katika jina la Yesu. Kumbuka ni vita vingi tumepitia mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Kuna wale wamekuwa wakipigana vita dhidi ya magonjwa, vita dhidi ya madeni, vita dhidi ya kukataliwa, vita dhidi ya roho nyingi ambazo zimekuwa zikiinuka kinyume nasi. Pia kuna vita ambavyo tumepigana wanadamu unaoinuka kinyume nasi, kuhakikisha tutakuwa vile Mungu amekusudia katika jina la Yesu. Nataka tu ukaweze let us read Isaiah 54:15 na 54:17, alafu tuombe nayo katika jina la Yesu. Isaiah 54:15, alafu tunaruka mpaka 17. Isaiah 54:15. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Ni wanadamu wangapi walikusanyikana wakakuja pamoja kinyume na sisi, kinyume na wewe, lakini hawakufanikiwa. Kwa maana neno la Mungu linasema ya kwamba yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Ni wangapi walikusanyana kinyume na wewe, lakini hawakufanikiwa? Walipanga maovu yao, walikusudia mabaya. Yusufu akawaambia ndugu zake, mlikusudia mabaya, lakini Bwana alikusudia mema. Ni mangapi yalikusudiwa maovu kinyume nawe? Ni mangapi yamepangwa kinyume nawe? Ni wangapi walikusanyikana kinyume na wewe, lakini si kwa shauri la Bwana? Walikusanyikana na mawazo maovu, walikusanyikana na mpango maovu, wakawa wakitafuta njia na mbinu ya kukutenda kwa akili, lakini hawakufanikiwa. Ni silaha zipi na ngapi ambazo ziliinuliwa kinyume nawe Januari na mpaka sasa? Maana imeandikwa
mangapi yalipaswa, yalifunuliwa na kuachilia maovu kinyume nawe? Ni mangapi ambayo yaliachiliwa kinyume nawe? Ni maneno mangapi yalinenwa kinyume na wewe? Katika jina la Yesu nataka umwambie Bwana asante, maana umenipigania vita hivi katika jina la Yesu Kristo. The last scripture love to have Jeremiah 1:19. Jeremiah 1:19. Bible inasema, and they shall fight against thee but they shall not prevail. Ni vita ngapi ambao umepigwa? Ni wanadamu wangapi waliinuka na silaha tofauti kinyume nawe, ili makusudi usiwe jinsi ulivyo, ili makusudi upotelee mbali? Ni mikono mingapi Herode ilinyosha kinyume nawe kukushikilia na kukutenda mabaya katika jina la Yesu? Lakini maandiko yasema wanao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi Mungu nipo pamoja nawe. Kumbuka hizi vita vyote ambavyo wamekuwa wakikupiga ama umekuwa ukipigana, si kwa sababu umeshinda kwa ajili ya silaha zako, si kwa sababu unajua kupigana vita. Hata Daudi alijua kupigana vita, lakini kuna wakati katika Zaburi 21 alilemewa, alitaka kuuliwa. 21 Samueli wa pili 21:17 alitaka kuuliwa, na alikuwa amezoea vita tangia utotoni, lakini ni Bwana alimshindania. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa kunishindania vita vyote katika jina la Yesu Kristo. Sitegemee kipaza sauti, fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante, asante, asante. Sitasahau vita ambavyo umenipigania Baba. Siwezi sahau Mfalme, siwezi sahau Bwana. Vita hivi vyote nisingalishinda katika jina la Yesu. Si eti kwamba silaha zako zina nguvu, si eti kwamba ninajua kupigana vita, si eti kwamba Bwana ni kwa ajili ya fikra zangu, ni wewe umenishindania. Imeandikwa katika jina la Yesu katika Isaya 54:15, yamkini watakusanyana kinyume nawe, bali si kwa shauri langu. Baba, ni wangapi walikusanya kinyume nawe? Wengine hata sikujua kwamba wamepatana kinyume nawe, sikujua ya kwamba wameshauriana kinyume nawe. Hata Daudi hakujua ya kwamba Ahithofeli ameungana na Absalomu. Alikuja kaambiwa na Hushai ya kwamba Ahithofeli yule mshauri wako katika jina la Yesu ameungana na Absalomu katika jina la Yesu Kristo. Kuna mashauri mengine hatukujua, walikusanya kinyume nasi manyumbani, barabarani, sokoni katika jina la Yesu, lakini Bwana hakututoa kwa mawindo kwa mawazo yao, kwa mawindo kwa meno yao. Bwana akatuokoa na mitego yao katika jina la Yesu Kristo. Mitego zote ambazo walitutegea, walitegea nafsi zetu, wakatutegea kwamba tutainuka tena. Walikuwa shua ya kwamba hii mbinu unainuka nayo itatuondoa, itatuangusha katika jina la Yesu. Wakati Herode alinyosha mkono wake kutenda mabaya watu, kutenda mabaya biashara za watu, katika jina la Yesu hakufanikiwa kwetu. Sio tu kwamba sisi ni wazuri, bali ni kwa sababu ya neema za Bwana, ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nasi walipopigana nasi. Yeremia 1:19, walipoinuka kinyume nasi kwa mbinu zao, kwa mawazo yao, kwa fikra zao, kwa mashauri yao, katika jina la Yesu, lakini hawakutushinda. Imeandikwa kwa maana katika jina la Yesu vita vyetu si vya damu na nyama, katika jina la Yesu. Hivi vita vyote ni Bwana ametushindania. Ndiyo maana Baba tunakuinulia sauti zetu asubuhi ya leo, tunapaza sauti kwako. Ndiyo maana tunasema wewe ni Jehova Nisi, bendera yetu ya ushindi, maana umetushindania, wewe umetushindania. Wewe ni mtu wa vita, wewe ni mtu wa vita. Maandiko sema katika jina la Yesu, Rajabalazanda Rabrazikiteria, nikasema baada ya Musa na wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu, baada yao kushuhudia jinsi Mungu alivyowavusha katikati ya bahari ya Shamu, akainua maji kuwa kuta upande wa mashariki na magharibi. Maandiko sema wakapita katika mahali pakavu, lakini maadui zao walipojaribu
amewatosa baharini, wakazama vilindini kama risasi. Maandiko sema ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatosa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Simwimbie Bwana wimbo wa shukrani asubuhi ya leo. Hata nawe una sababu ya kumwimbia Bwana wimbo wa shukrani. Wakasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu yangu. Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu, ni Mungu wa baba yangu nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Akida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu, vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawasetaseta adui kwa wingi wa ukuu wako, wawaangusha chini, wanakuondokea katika jina la Yesu. Wapeleka hasira yako nao, andika sema, wapeleka hasira yako nayo wateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa, mawimbi yakasimama juu ima mfano wa chungu, vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nami nitamfuatia. Wakati walijipiga kifua kwa sababu walikuwa wengi, kwa sababu ya ngome walizo nazo, kwa sababu ya ujuzi walizo nazo, wakajipiga kifua, akasema, nitamfuatia. Farao akaangalia jeshi lake. Maandiko yasema ya kwamba wapiganaji 6,000 katika jina la Yesu, wapanda farasi na wale wa miguu wote waendao kwa miguu, pamoja na silaha zote za Misri. Maandiko yasema akajipiga kifua, akasema, nitamfuatia nami nitapata, nitawagawanya nyara. Nafsi yangu itadhiri, nafsi yangu itashibishwa na wao. Nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Mstari wa 10 maandiko yasema, ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katikati ya miungu yote ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu. Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu wako, umewakomboa kwa uwezo wako, ukawaelekeza hata makao yako matakatifu. Kabila za watu wako wamesikia na tetemeka katika jina la Yesu. Tunakuimbia wimbo huu kwa maana umetukuka sana katika jina la Yesu. Pokea sifa kwa ajili ya wema wako Mfalme, pokea sifa kwa ajili ya fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. Unastahili Mfalme wa amani, unastahili Baba wa mbinguni, unastahili Mtakatifu, unastahili wewe kimbilio la maisha, unastahili wewe tegemeo, unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Baba, unastahili Baba. Katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tunashukuru na kuamini. Sema amina. Zaburi 126 tusome pale, Psalm 26 verse 1. Usichoke kusimama tafadhali. Biblia inasema, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waota ndoto. Kuna mambo ambayo pengine mwezi wa kwanza na mwezi wa pili haikukuwa sawa. Kuna jinsi ulitegemea Mungu atende, na labda wewe umeona amekawia. Kuna vile ulikusudia, kuna miradi pengine ukazianzisha, lakini mpaka sasa hazijakuwa sawa kwa sababu ya ukosefu. Nataka tu ukaweze mwambie Bwana. Bible inasema, when the Lord turned again the captivity of Zion. Unajua captivity kwa kimombo inamaanisha kuchukuliwa mateka, na mateka hafurahi kwa sababu kile ambacho anafanya kimfaidi. Wakati Israeli walichukuliwa mateka kule Babiloni, walikuwa kifanya kama vile Nebukadneza mfalme wa Babeli alikuwa akitaka.
So Bwana akageuza huo mateka ukawa freedom, yani aliondoa mateka akawapa freedom. Kuna mahali Bible inasema ya kwamba Mungu he is turning beauty for ashes. In the presence of God kuna mambo tofauti, maana jinsi umeingia si jinsi unatoka. Ukiingia ukiwa umevunjika moyo, unatoka ukiwa umetiwa moyo. Ukiingia ukiwa mgonjwa, unatoka ukiwa na afya. Bible inasema Mungu akageuza. Kwa hivyo Mungu ana uwezo ya kugeuza yale uliyoyapitia mwezi wa kwanza na wa pili na mwezi wa tatu, ageuze kwa uzuri wako katika jina la Yesu. Nataka ukaweze kurudia Bwana hiyo, umwambie Bwana chochote ambacho kijakuwa sawa, chochote ambacho kinaumiza mpaka sasa, chochote ambacho kinaleta machungu, kinaleta machozi, kinaleta majuto, katika jina la Yesu mwezi wa tatu Bwana igeuze katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako kila moja. Fungua kinywa chako, usitegemee kipaza sauti. Fungua kinywa chako. It is written that when the Lord turned the captivity of Zion, we were like them that dreamt. Akapalazeria maboria, and then was our mouth filled with laughter. Ndipo vinywa vyetu vikajaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, hichi ambacho kiliniandama Januari kikaniandama Februari, katika jina la Yesu Kristo. Baba kigeuze, Baba kigeuze, Baba kigeuze mambo ya kuleta machozi, mambo ya kuleta majuto, chochote ambacho mfalme nilikipitia mwezi wa kwanza na mwezi wa pili na hata mwezi wa sasa kiliandamana nami. Baba ninaomba kigeuze, kigeuze katika jina la Yesu, kigeuze katika jina la Yesu, kigeuze katika jina la Yesu, kigeuze katika jina la Yesu. Mwambie Bwana geuze mashutumu yao. Maandiko sema Daudi akaomba akasema, Bwana geuza mashutumu ya Ahithofeli, geuza fikra zao Bwana yawe upumbavu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana katika jina la Yesu. It is David that prayed and said, oh God, turn the advances of Ahithofel and let them be foolishness. Mwambie Bwana maneno ya wanadamu katika jina la Yesu ambaye ameniandama yageuze katika jina la Yesu, yageuze katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba Yusufu akasema ya kwamba ninyi mlikusudia mabaya, bali Bwana alikusudia mema. Bwana aligeuza makusudio maovu ya ndugu zake kwa uzuri wake katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana geuza katika jina la Yesu, geuza maneno yao nimetajwa kwa mabaya. Daudi akasema Zaburi ya 4 mstari wa 5, adui zangu wanitajwa kwa maneno mabaya, wakiulizana nitaangamia lini, wakiulizana nitakufa lini, wakiulizana ya kwamba huyu ataondoka lini, jina lake lipotelee mbali. Bwana geuza maneno yao, Bwana geuza maneno yao, Bwana geuza maovu yao, Bwana geuza maneno yao, geuza kwa uzuri wangu. Mwezi wa tatu ninatangaza ni mwezi ambao Bwana anageuza chochote tulichopitia katika mwanzo, tulichopitia mwanzo wa Januari na hata mwezi wa pili, mwezi wa tatu natangaza ya kwamba Bwana anayegeuza, Bwana anayegeuza hizi hali ambazo tumekuwa tukipitia, mpaka wengine wanatukejeli, wanasema unaenda kanisani na bado unapitia hivyo. Hata mimi ambao siendi kanisani, maisha yangu vizuri zaidi ya wewe, natangaza hizo mashutumu, natangaza hizo kejeli. Bwana sigeuze, Bwana sigeuze vilio hivi ambavyo tumekuwa navyo, ambavyo vimedumu kwa kipindi kirefu. Bwana sigeuze katika jina la Yesu Kristo, sigeuze Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako wa kuume, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa katika kitabu cha Samueli wa pili 3:1 ya kwamba kulikuwa na vita vilivyodumu kipindi kirefu baina ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Sauli akaendelea kudhoofika
pamoja na nyumba yake, naye Daudi akastawi, akazidi kuongezeka kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninatangaza kila vita ambayo imedumu kipindi kirefu, iliniandama mwezi wa kwanza, imeniandama mwezi wa pili, vita vya kudumu kipindi kirefu, natangaza Bwana zigeuze, Bwana zigeuze, Bwana zigeuze katika jina la Yesu. Bwana zigeuze. Nimechoka kupigana vita na kushindwa kila mara, ya kwamba kila nikianza ninashindwa, kila nikianza ninalemewa. Ninatangaza Bwana geuza kulemewa kuwe nguvu kwangu katika jina la Yesu. Imeandikwa walio dhaifu waseme wana nguvu katika jina la Yesu. Walio masikini waseme sisi ni tajiri. Ninatangaza Bwana zigeuze, Bwana zigeuze katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, tangaza Bwana geuza, Bwana geuza, Bwana zigeuze. Geuza maneno ya wanadamu, geuza matarajio yao, vile wamekusudia kinyume nao mwezi wa tatu, vile wamenena na kungojea inipate. Bwana geuza katika jina la Yesu. Bwana geuza katika jina la Yesu. Yeyote anayengojea mabaya kupate, yeyote anayengojea vile amekusudia aongojea aione, wanangojea waone matokeo mabaya, wanangojea waone vile wamekusudia, wanangojea waone vile wamenena, wanangojea waone vile wamepanga, wanangojea waone vile wamekusudia ya kwamba umetupata. Unatangaza Bwana geuza, Bwana geuza katika jina la Yesu. Geuza kikazi, geuza kibiashara, hizi vita vya kuendelea Baba zigeuze katika jina la Yesu. Zigeuze jina Bwana, riproseria, liparusketeria, parandela katora, shafiri kapala, rezedi kapala, shakatabalizaya, yantoli kapande nikaya, reabaroseresha, kapatela nabandia, kikapalusketeria. Mwambie Bwana geuza katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa katika kitabu cha Nahumu 1:9 ya kwamba mnawaza nini juu ya Bwana, mnawaza nini juu ya Bwana, yeye atakomesha kabisa. Ninainuka asubuhi ya leo na kutangaza kila mawazo ambayo imewazwa kinyume nami, natangaza ninayekomesha mawazo maovu ya wanadamu ambayo wamewaza kinyume nami. Natangaza mwezi wa tatu ninaikomesha kwa jina la Yesu. Ninainuka katika anga ya maisha yangu, sema ninapenya katika ulimwengu wa kiroho, sema ninainuka kwa mamlaka, sema ninanyosha mkono wangu katika anga ya maisha yangu. Mwezi wa tatu ninatangaza vile imeandikwa. Mnawaza nini juu yangu? Mnawaza nini juu ya afya yangu? Mnawaza nini juu ya familia yangu? Mnawaza nini juu ya huduma yangu? Mnawaza nini juu yangu? Maandiko yasema Bwana atakomesha. Na ninainuka na kutangaza, ninapaza sauti katika ulimwengu wa kiroho, ninatangaza kwa jina la Yesu kila mawazo ya wanadamu ambayo imekalia anga yangu, inayongojea katika jina la Yesu kutimizwa mwezi wa tatu, ninatangaza na iharibu, ninatangaza na iharibu. Imeandikwa wasafi mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Ninatangaza walivyowaza kinyume nami, ninatangaza mawazo yao iwapate, mawazo yao iwapate, mawazo yao iwapate. Yeyote ameniwazia mabaya, yeyote amengojea mabaya yake ambaye amewaza nilipate mwezi wa tatu, ninatangaza vile waliwaza, mawazo yao yawapate, yawapate kwa jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja, weka hiyo mikono pamoja, fungua kinywa chako, tangaza yote ambaye amekusudia mabaya, wamewaza mabaya vile walivyowaza, mawazo yao yawapate. Sisikize mikono, weka mikono pamoja, tangaza mawazo yao yawapate katika jina la Yesu. Nimesema weka mikono pamoja, fungua kinywa chako, tangaza mawazo yote inapokalia anga yangu, mawazo ya magonjwa, wanaowaza mabaya kinyume nami, wanaokila wakiniona wananiwazia mabaya. Daudi akasema adui zangu ni wengi kama idadi ya nywele zilizo kichwani pangu. Natangaza kwa jina
la Yesu. Mawazo yao Bwana katika jina la Yesu imeandikwa kwa jina la Yesu. Mnawaza ile njia Bwana, yeye atakomesha kabisa katika jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninainuka asubuhi leo na ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kimekaa maishani mwangu katika jina la Yesu zaidi ya kawaida, imedumu kwa kipindi kirefu, natangaza magonjwa na kudumu kipindi kirefu, shida, matatizo, maskini, kukataliwa, kuonewa, maisha mateso, maisha kung'ang'ana, maisha kudharauliwa, natangaza kwa jina la Yesu, chochote ambacho kimepanda ndani mwangu kipindi kirefu, kimedumu zaidi ya kawaida, natangaza kwa jina la Yesu, inakikomesha vita vya kudumu kipindi kirefu, natangaza na vikomesha. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, omba ombi hilo, unapoweka mikono yako pamoja, unapotangaza kwa jina la Yesu, magonjwa kudumu kipindi kirefu, pattern za kufuata damu, pattern za kufuata jina, roho za mababu, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza chochote katika maisha yangu kinachoniumiza cha kudumu kipindi kirefu, nakinyamazisha, nakisimamisha, nakinyamazisha, nakisimamisha. I am that pattern, natangaza hiyo pattern, ninaisimamisha hiyo cycle, ninaisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Sema kabila, weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa kama mabaya hayatainuka mara ya pili. Inainuka na kutangaza mabaya yoyote ambayo imekuwa ikiendelea, ilifanyika mwezi wa kwanza, ikafanyika mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ninatangaza haitafanyika kwa jina la Yesu. Kila roho za kutokelezea, kila roho za kuinuka, kila roho za kukuja at my time of breakthrough, at my kairos moment, natangaza kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tuweze soma andiko hili alafu tuweze omba katika jina la Yesu Kristo. Hosea chapter 7 verse 1. Shedala na baskoria bakanda lela jidira na bazoria suleti prakadalia zekande marare shatala rare zeketeria katika jina la Yesu Kristo. Hosea chapter 7, Bible inasema in the book of Hosea chapter 7 verse 1, when I would have healed Israel, wakati Mungu alikuwa amekusudia kuponya Israeli, wakati Mungu amekusudia kusikia maombi yako, wakati Mungu amekusudia kuachilia majibu ya maombi yako, wakati Mungu amekusudia kupigana na maadui zako, wakati Mungu amekusudia kuinuka. Nikasema, when I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was uncovered. Let me teach you one thing ambayo nimejifunza. Kuna two times of breakthrough. Kuna one time ambayo inaitwa Kairos moment. Kairos moment ni wakati ambao tuseme kuna Kairos moment na kuna Chronos moment. Kairos moment ni wakati wako wa breakthrough. Pengine kama vile wakulima ufanyaga, wanalima, wanapanda, wanapalilia, wanafanya top dressing, alafu wanangojea kuvuna. So wakati wa kuvuna ndio Kairos moment, ama wakati ambapo onset of rains. Wakulima huo wanalima wakati mvua imeanza kunyesha. So unapata wakati wa kulima ndio unapata mvua inapotea. So hiyo mvua imepotezwa wakati wa inaitwa Kairos moment. So pia wakati wa kupanda, kuvuna, alafu so unapata wakati wa kulima na kupalilia na kupanda, ikikuja wakati wa mavuno, Bible inasema in the book of Genesis chapter 7, hapo ndipo Wamaleki walikuwa nakuja kuvamia Israeli. So walikuwa nakuja at a Kairos moment,
wanakuja kuharibu mimea ili makusudi kusiwepo chakula katika Israeli. Alafu kuna time inaitwa Kronos. Kronos inaenda na tuseme wakati mwanamke amekuwa mjamzito, wakati wake wa kuzaa, hiyo inaitwa Kronos. Lakini wakati wa kupanda inaitwa Kairos katika jina la Yesu. Kuna roho ambazo zinainuka at your Kairos moment. So Bible inasema when I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was uncovered. So wakati Mungu amekusudia kuponya Israeli kwa yale wanayopitia, ndipo maovu ya Efraimu yakafunuliwa katika jina la Yesu. Nataka tu kaweze fungua kinywa chako utangaze roho zozote za kuinuka at my time of breakthrough, ili nisiweze pata breakthrough. Kumbuka pia nimekuwa nikiona kuna watu wana apply kazi, ikifika siku ya interview, pengine wametiwa interview Nairobi, unapata ndio fare inakosekana, haendi, ama ndio anakuwa mgonjwa, ama ndio document zake zinapotea. Wakati pengine kuna kesi kotini, kuna files zinahitajika, unapata file yako ndio inapotea. Fungua kinywa chako, weka mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asubuhi leo ninatangaza kila roho za kuinuka, roho za kutokelezea, roho za kukuja wakati wa breakthrough ya maisha yangu katika jina la Yesu. Roho ambazo zinangojea nifanye kazi kwa bidii, wakati wa mavuno zinainuka. Roho za wachungaji wa Gerari wanangojea nichimbe kisima, wakati maji imepatikana wanakuja katika jina la Yesu. Imeandikwa katika wimbo ulio bora wa Suleimani 2:15, tukamatieni hao mbweha wadogo wadogo wanaiharibu mizabibu wakati inachanua, maana mizabibu yetu inachanua. Imeandikwa kwa jina la Yesu, Wamidiani na Waamaleki na wana wa mashariki wakaja wakati wa mavuno na kuharibu maongeo, wakaenda na ng'ombe na kondoo, hawakuacha riziki ziwazo zozote katika Israeli. Hizi ni roho za kuinuka wakati wa kufurahia. Natangaza kwa jina la Yesu, natangaza, ninazinyamazisha hizi roho za kuinuka katika jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja, fungua kinywa chako katika jina la Yesu. Marko 4:35, roho zikatokelezea. Maandiko yasema wakati Yesu alisema tuvuke ng'ambo ya pili kwa ajili ya ukombozi wa yule mpendwa, ndipo roho zikatokelezea ili asiweze kufunguliwa. Natangaza wewe roho ya Jezebel, wewe roho ya Delilah, roho ya Absalom, roho ya Judas, natangaza kwa jina la Yesu, roho za kutokelezea inazinyamazisha katika jina la Yesu. Natangaza kuzinyamazisha, natangaza kuzinyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Na ninakiri ukombozi wa maisha yangu mwezi huu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Ombi la mwisho ambalo nataka ukaweze omba, nataka umwambie Bwana, andamana pamoja nami. Deuteronomy 31:8. Alafu tumalize. 31:8 Deuteronomy, Bible inasema, wacha tusome verse 7. And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of good courage, for thou must go with these people unto the land which the Lord has sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Verse 8. And the Lord, it is he that goeth before thee. He'll be with thee, and he'll not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Naye Bwana ndiye atakaye kutagulia. Bwana ndiye atakaye kutagulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Nataka umwambie Bwana, andamana pamoja nami mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako nitakapokuwa nikisoma Zaburi 23. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, andamana pamoja nami mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu, kama vile ulivyoandamana pamoja nami mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, hata huu mwezi wa 3. Andamana pamoja nami, andamana pamoja nami, andamana pamoja nami. Imeandikwa ya kwamba wewe Mungu ndiwe uendaye mbele yangu, ndiwe
ndiwe unayenitangulia, andamana pamoja nami. Imeandikwa, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando kando ya maji utulivu uniongoza. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zako Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Imeandikwa, ipo njia ionekanayo njema machoni pa wanadamu, bali mwisho wake ni uharibifu, mwisho wake ni mauti, mwisho wake ni majuto. Tunakataa kujiongoza Bwana katika jina la Yesu. Zaburi 119:105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Bwana, neno lako lituongoze Baba. Tangulia mbele yetu katika jina la Yesu. Enenda mbele yetu Baba, tutangulie mfalme wa ajabu, tutangulie kimbilio, tutangulie Baba wa mbinguni. Tangulia mbele yetu mfalme, vita vyote ambavyo viko mbele yetu Baba, tangulia katika jina la Yesu. Asante kwa malango ambazo umetufungulia. Asante Bwana kwa opportunities ambazo umeziweka mbele yetu. Asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zako Baba, asante kwa ahadi zako, asante kwa mawazo yako, asante kwa njia zako Bwana. Tunakutukuza mfalme Baba, tunakukaribisha pia katika ibada za leo, ukachukua usukani mfalme Baba. Tamalaki Baba, tamalaki ibada za leo mfalme. Tunashuka ukainuliwe, tunapotea ukaonekane. Maandiko sema wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wakamjia na kumwambia, Bwana, yule uliyembatiza naye anabatiza na wengi wanaenda kwake. Yohana Mbatizaji akasema, imenipasa mimi nipungue naye aongezeke. Upungue Baba, tupungue wewe ongezeke. Ongezeka ndani mwetu. Tunapungua katika ibada za leo, tunashuka ukainuliwe mfalme. Pokea sifa Baba wa mbinguni, pokea sifa mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana Yesu na upewe sifa. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Mpendwa mtazamaji, asante kwa kuungana pamoja nasi katika ibada hizo za kuweza kukiri kwa ajili ya ibada za leo, na pia kuweza kukiri kwa ajili ya mwezi wa tatu. Kumbuka kushare video hiyo, ukuwe baraka kwa wengine. Pia tuelezee unatutazama ukiwa wapi na jinsi ibada hizo zimekuwa za baraka kwako. Baada ya kuelekewa na kanisa la Winners Celebration Center pamoja na mimi Apostle Tobias Flames of Fire, umebarikiwa katika jina la Yesu, sema amina. Nafasi hii nataka nikaweze kuapisha uimbaji wa maabudu katika jina la Yesu. Kwa dakika moja tu, mwinulie Bwana mikono yako, mwambie Bwana, ninakutukuza.